Kamili ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mfuko umefaidika sana na sera ambazo zimewekwa na serikali yake kwa maana ya kuweka mazingira bora ya uwekezaji hapa nchini, na hivyo kuwafanya wawekezaji wakimbilie nchini Tanzania. Kwetu sisi imekuwa ni jambo la faraja kwa sababu tumepata ongezeko kubwa sana la wanachama katika miaka hii minne. Tumesajili wanachama zaidi ya milioni 1 na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka minne mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili wanachama milioni 1,052,176. Na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango. Katika kipindi cha miaka minne hii tumekuwa na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99. Ni takriban trilioni 7 hizo. Sasa ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi zilizokuwa audited na CAG, utaona hiki ninachosema ni maana gani. Kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 21-22 tuliweza kukusanya makusanyo ya trilioni 1.4, lakini mwaka uliofuata 22-23 tukakusanya trilioni 1.7. Mwaka wa 23-24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la michango na wanachama wa mfuko. Sasa ukiacha hayo, tumekuwa pia na utendaji mzuri wa mfuko. Mapato ya wekezaji yamepanda sana. Katika miaka hii minne mapato ya wekezaji yamerenji kati ya shilingi bilioni 425 mpaka bilioni 575, na wastani wa mapato hayo ni zaidi ya shilingi bilioni 535 kila mwaka. Sasa ni makubwa, na hasa ukizingatia kwamba huko nyuma bado mapato ya wekezaji yalikuwa ni kidogo sana, yalikuwa kidogo ukilinganisha na haya sasa hivi, lakini si sana. Wakati huo yalifikia nafikiri maximum ilikuwa shilingi bilioni 350 ule mwaka wa 20. Kwa hiyo nayo ikawa ni sababu ya kufikia ukuaji huu wa mfuko. Sasa sambamba na ukuaji wa mfuko, mfuko pia umejenga uwezo mkubwa sana wa kujiendesha. Katika mifuko hii ya hifadhi ya jamii, haswa hii inayolipa mafao ya muda mrefu, interest kubwa huwa ni kuangalia jinsi ambavyo mfuko unaweza kutekeleza lile jukumu lake la msingi la ulipaji wa mafao ya muda mrefu. Kwa sababu tunalipa mafao ya muda mrefu. Tukistaafu tunalipa mpaka Mwenyezi Mungu anapochukua. Tukifariki kwa bahati mbaya wategemezi wetu wanalipa. Nikipata ulemavu mimi la hapa leo Macha Mshomba, nitaendelea kulipa na mfuko wa pensheni. Ndio maana mifuko ya pensheni ni muhimu sana. Sasa uwezo wa kujiendesha pia umepanda, na hiyo sio jambo la ajabu hasa ukilinganisha na ukuaji ambao nimeelezea hapa. Eneo jingine la mafanikio ni swala la Mkulazi, kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Wote hapa ni mashuhuda. Mwaka jana tarehe 7 Agosti Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kiwanda kile. Kiwanda kile kinamilikiwa na NSSF kwa 96% na wenzetu wa magereza kwa 4%. Tumekuwa na mafanikio makubwa katika kuanzisha kiwanda kile kwa sababu performance yake katika mwaka huu wa kwanza wa operation ilikuwa nzuri. Katika mwaka huu wa kwanza tumeweza kuzalisha tani za sukari takriban 20,000, na ndio ilikuwa malengo yetu, just below ile 20,000 za sukari. Lengo actually kiwanda kile kikiwa kwenye full operation ni kuwa na tani za sukari 50,000, na hiyo tutaiweza kuifikia katika miaka mitatu. Lakini ukiacha hilo, pengine cha muhimu kabisa pia ni ajira ambazo zimeendana na kiwanda kile. Kiwanda kile tunatarajia kwamba kilikuwa kwenye full swing, basi kutakuwa na ajira zaidi ya 11,315. 2,315 zikiwa za moja kwa moja, lakini zaidi ya ajira 9,000 zikiwa ni indirect. Sasa yote hayo yanaleta mafanikio katika uchumi kwa sababu hali za wananchi zinaimarika, lakini pia mfuko unapata nafasi ya kuendelea kukua kupitia kiwanda hiki.